Serikali imefanya marekebisho ya kanuni za ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini za mwaka 2018 ili kuongeza wigo wa ushiriki wa wazawa katika sekta ya madini kwa manufaa yao na taifa kwa ujumla. Kupitia marekebisho hayo, Tume ya Madini imepewa mamlaka ya kutangaza orodha ya bidhaa na huduma zinazotakiwa kutolewa kwa kampuni za Kitanzania zinazomilikiwa na wazawa kwa 100%. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema lengo la hatua hiyo ni kuhakikisha Watanzania wanashiriki kikamilifu katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya madini na kunufaika na fursa zote zitokanazo na sekta hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Madini imefanya marekebisho ya kanuni za ushirikishwaji wa Tanzania za mwaka 2018 ambapo Tume ya Madini mara kwa mara itatangaza kupitia kanuni ya 13A kubwa orodha ya bidhaa na huduma ambazo zitatakiwa kutolewa na kampuni za Kitanzania ambazo zinamilikiwa kwa 100% na Watanzania, lengo likiwa ni kuongeza wigo wa ushiriki wa Watanzania kwenye sekta ya madini kwa manufaa mapana ya taifa. Kwa awamu ya kwanza, tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025, Tume ya Madini ilitangaza orodha ya bidhaa na huduma zinazotakiwa kutolewa na kampuni zinazomilikiwa na kampuni za Kitanzania kwa 100%. Orodha hii nitawapatia. Ndugu wanahabari, nitoe fursa hii kutoa rai kwa Watanzania kuendelea kuhakikisha wanapata utaalamu sahihi unaohitajika katika shughuli za madini ili kuweza kuwa miongoni mwa wanaostahili kupatiwa fursa za ajira katika migodi sambamba na fursa za utoaji wa huduma katika miradi hiyo. Aidha, watoa huduma wote wahakikishe wanatoa huduma bora kulingana na viwango stahiki na kuendelea kuaminika katika utoaji wa huduma husika. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia, nasisitize wawekezaji wote kuzingatia sheria ya madini sura ya 123 na utekelezaji wa kanuni za local content sambamba na kuwataka Watanzania kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika miradi ya madini ili kukabiliana na changamoto ya ajira kwa manufaa ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Wizara ya Madini inaahidi kuwapa ushirikiano wa wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi kwa taifa letu kutokana na uvunaji rasilimali.